Jordan imetangaza kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuyadungua makombora matano yaliyofyatuliwa kutoka Iran kuelekea anga la taifa hilo mapema hii leo Alhamisi, Julai 30 mwaka 2026, huku ikithibitisha kuwa shambulio hilo halikusababisha vifo, majeruhi wala uharibifu mkubwa wa mali. Tukio hilo linatajwa kwa sehemu ya mvutano unazidi kuongezeka kati ya Iran na Marekani baada ya Washington kutekeleza mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo kadhaa ya Iran usiku uliopita. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Jordan, msemaji wa jeshi alisema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua makombora hayo mara tu yaliporushwa kutoka Iran na kuanza kuelekea upande wa Jordan. Baada ya tathmini ya haraka tishio hilo, vikosi vya ulinzi vilitekeleza mpango kujihami uliokuwa umeandaliwa mapema na kufanikiwa kuyazuia makombora yote matano kabla hajafika malengo yoyote ndani ya eneo la Jordan. Jeshi lilisisitiza kuwa operesheni hiyo ilifanyika kwa ufanisi mkubwa na kwamba hakuna raia wala mwanajeshi aliyeuawa ama kujeruhiwa. Aidha, mamlaka zimeendelea kuweka vikosi vyake katika hali ya tahadhari ya juu, huku zikiendelea kufuatilia anga la taifa hilo katika saa 24 ili kuhakikisha usalama dhidi ya mashambulizi mengine yanayoweza kutokea. Kwa mujibu wa maafisa wa Jordan, tukio hilo linaonekana kuwa ni mwendelezo wa hatua za Iran za kujibu mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Marekani dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran. Marekani ilisema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa kile ilichokiita mashambulizi ya Iran dhidi ya vikosi vyake vilivyopo Mashariki ya Kati, hali ambayo imeongeza hatari ya mzozo huo kugeuka vita vya wazi vinavyohusisha mataifa mengi. Jordan ni mshirika muhimu wa Marekani Mashariki ya Kati na inahifadhi vituo vya kijeshi vinavyotumiwa na vikosi vya Marekani kwa shughuli mbalimbali za kiusalama na operesheni za kijeshi katika eneo hilo. Kutokana na nafasi hiyo ya kimkakati, taifa hilo limekuwa likikabiliwa na vitisho vya mara kwa mara vinavyohusishwa na makundi yanayoungwa mkono na Iran pamoja na mashambulizi yanayodaiwa kutoka Tehran. Tukio hili ni la pili ndani ya wiki hii ambapo Jordan inasema imelazimika kutumia mifumo yake ya ulinzi wa anga kudungua makombora yaliyofyatuliwa kutoka Iran. Kuongezeka kwa matukio kama hayo kunaonyesha kuwa Jordan imekuwa moja ya maeneo yanayoguswa moja kwa moja na mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa Iran inaweza kuwa inalenga kutuma ujumbe wa kisiasa na kijeshi kwa Marekani kupitia mashambulizi yanayohusisha maeneo yenye uwepo wa vikosi vya Marekani, huku ikionyesha kuwa ina uwezo wa kufikia malengo mbalimbali katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mafanikio ya Jordan katika kuyazuia makombora hayo yanaonyesha kiwango cha juu cha utayari wa jeshi lake pamoja na uwezo wa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Baada ya tukio hilo, vyombo vya usalama vya Jordan vimeongeza ulinzi katika vituo vya kijeshi, viwanja vya ndege, miundombinu muhimu na maeneo mengine nyeti. Jordan pia imeendelea kushirikiana na washirika wake wa kimataifa katika kubadilishana taarifa za kijasusi ili kujiandaa dhidi ya vitisho vinavyoweza kujitokeza katika kipindi hiki cha mvutano mkubwa wa kikanda. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka kwa kasi katika siku za hivi karibuni, huku pande zote zikichukua hatua za kijeshi zinazoongeza hatari ya mapigano kusambaa zaidi katika Mashariki ya Kati. Jordan, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijaribu kudumisha msimamo wa kulinda usalama wake bila kuingia moja kwa moja kwenye vita vya mataifa makubwa, sasa inajikuta ikikabiliwa na changamoto kubwa ya kulinda mipaka na anga lake dhidi ya mashambulizi yanayoweza kujirudia. Hadi sasa mamlaka za Jordan zinasema hali ya usalama iko chini ya udhibiti na vikosi vya ulinzi vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mzozo huo, huku kukiwa na hofu kwamba kuendelea kwa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya Iran na Marekani kunaweza kusababisha vita kubwa zaidi vitakavyoathiri usalama na utulivu wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.